makofi na vigelegele. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Naomba tukae basi kwa dakika chache tuweze kutafakari maneno ya uzima, alafu baadaye tutarudi tena kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nizungumzie nyakati za sikukuu kwenye maisha yako. Wakati ambapo unapokuwa una sherehe, iwe ni sherehe ya kuzaliwa, ni lango la kuingia nyakati zingine kwenye maisha yako. Unapoazimisha sikukuu yoyote, ni lango kwenye maisha yako. Ni lango la kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, au kutoka nyakati moja kwenda nyakati zingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wanaazimisha sikukuu zao za kuzaliwa, kuna wengine wanaazimisha sikukuu zao za jubilei ya miaka 25, miaka 50, vyovyote vile. Hizo ni malango. Sasa nikuonyeshe tu kama haijaombewa hizo eneo za sikukuu. Nitaanzia za kuzaliwa mpaka sikukuu zote zilizoko duniani. Amina. Takuonyesha kama zikiombewa zinavyoweza kuinua watu, kama hazijaombewa zinavyoweza kuvuruga misimu au nyakati za watu zinazokuja kule mbele. Kitabu cha Mathayo mlango wa 14, tusome mstari wa 6. Utaona kitu moja cha ajabu ambacho kiko pale. Nyakati unapofika mahali, nyakati zako kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, lango la sherehe inaweza kuharibu au kujenga kama hujaiombea. Lango la sherehe kutoka nyakati moja kwenda nyakati zingine. Soma mara moja katika jina la Yesu. Sema amina. Anasoma katika jina la Yesu. Sema amina. Mathayo 14 mstari wa 6. Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode. Angalia kitu. Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode, nini kilitokea? Binti Herodia alicheza mbele ya watu. Akampendeza Herode. Hata akaahidi kwa kiapo kwamba atampa lolote atakaloliomba. Naye huku akichochewa na mamaye, akasema, nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Sawa. Naye mfalme akasikitika, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye, akaamuru apewe. Akatuma mtu akamkata kichwa Yohana mle gerezani. Kichwa chake kikaletwa katika kombe. Akapewa yule kijana, akakichukua kwa mamaye. Wanafunzi wake wakaenda. Natosha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa siku gani wapendwa? Siku gani? Ya nani? Ya Herode. Sikiliza, ile siku ingeombewa, ingeatamiwa, ilikuwa fursa kwa binti Herodia. Sijui kama unaelewa hicho kitu ninachozungumza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo siku ingeatamiwa, ingekuwa siku ambayo imeombewa, ni lango la yule binti kuinuliwa. Kwa sababu siku haijaombewa, shetani akaitumia. Sikiliza, ilikuwa siku ya kuzaliwa kwa Herode. Akaenda sherehe, akaita viongozi. Alipoita viongozi, sherehe ikapolea, binti akacheza, mioyo ya watu ikafurahi, moyo wa baba naye ukafurahi. Akanyanyuka kutoka kwenye kiti cha kwake, akasema, binti yangu, omba chochote utakacho. Ilikuwa ni lango la kubadilisha nyakati za yule binti. Sikiliza kitu mfalme anasema. Akasema, hata nusu ya ufalme nitakupa. Sikiliza, binti kwa sababu ndani yake ile lango la kutoka kwenye ile hali haikuombewa, akaenda kwa mama yake. Na mama alikuwa na bifu na Yohana Mbatizaji. Akamuuliza, mama, niombe kitu gani? Mama akaomba kile alichonacho ndani, kichwa cha Yohana Mbatizaji. Na sikiliza kitu cha ajabu kilichotokea. Ile ilikuwa ni lango la Yohana Mbatizaji kutoka gerezani au kufa. Sijajua kama unaelewa kitu cha namna hiyo. Kule mbele nitakuonyesha. Ilikuwa lango la Yohana Mbatizaji kutoka gerezani au kufa gerezani. Lakini ilikuwa lango la binti Herode kuinuka au kuisha kabisa. Ilikuwa lango kubadilisha historia
ya maisha ya binti Herodia, na ilikuwa ni lango la Yohana Mbatizaji kutoka au kufa gerezani. Ilikuwa imebeba mambo hayo, lakini kwa sababu ile lango halikuombewa na hakuna mtu aliyejua umuhimu wa kuombea sikukuu za namna hiyo, ikafika mahali binti akaenda, shetani akasema hapa natumia, akaomba kikombe, akaomba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Kitu cha ajabu sana. Sasa kumshangaa mwenzako, mwambie wakati wa sherehe unaona nini? Mwambie wakati wa sherehe unaona nini? Sikiliza, unaweza usinielewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sikukuu ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo watu wengi wanafahamu. Wengi wanaona pilau na nyama, lakini watu wengi hawaoni ndani kitu kilichobebwa ndani ya sikukuu ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Sizungumzii tu kwa habari ya kuokoka. Sikiliza, sherehe nyingi za taifa letu la Tanzania, kwa wale wanaojua sikukuu, kipindi cha sherehe, wafungwa gerezani wamekaa mkao wakisubiria lolote laweza kutokea. Rais anaweza akatangaza msamaha wa wafungwa. Sikiliza, katika sikukuu nyingi zilizopita Tanzania, wafungwa wengi wamepata uhuru wao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu ameona sherehe ni lango, ukiwauliza wafungwa gerezani wanaisubiria sikukuu ya Mei Mosi kwa mkao wa kusema labda lolote laweza kutokea. Ukienda gerezani ukisikiliza namna hii, wakisikia sikukuu ya Muungano wanakaa mkao wa kusema lolote laweza kutokea. Mama, sikukuu ni lango la kutoka kwenye maisha ulionayo kama utaiombea. Wakati tunaadhimisha kuzaliwa kwake Yesu Kristo, unaweza kukaa mkao. Acha kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaweza kutangaza uhuru wafungwa kutoka, na wakatoka baadhi ya wafungwa. Kwa nini mbingu isitangaze uhuru kwenye sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo? Isitangaze uhuru kwa wanandoa, isitangaze uhuru kwa watu waliofungwa vilabuni. Inawezekana. Sikukuu ni lango. Haleluya, haleluya. Wakati Herode anaazimisha, wakati imekolea namna ile, furaha imekolea, kao usije ukaomba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Unasema Eluma, unaongea kitu gani? Ni wasichana wangapi waliopata ujauzito wakati wa sherehe za Krismasi na sherehe za mwaka mpya? Wakati huo ni lango. Wanajua hapa watu wamekolea, wamefurahi kwenye sikukuu zao. Wakati huo ndio wasichana wengi wanapata ujauzito, kwa sababu ile lango. Kuna familia ambazo haijaombea ile siku. Ni watu ngapi ambao maisha yao yameharibikia kwenye lango la sherehe? Watu wengine wanasherekea, wakati huo ndio wengi wanakufa na pombe. Wakati huo ndio maisha ya watu wengi yanaharibika. Nilishangaa juzi, nikawa namwombea binti mmoja, amesoma, binti kweli amesoma na ana kazi yake, lakini ni mlevi kupita kiasi. Nikamwambia binti, kwenu kuna walevi? Akasema hakuna. Maana yake alikuwa anatafuta chanzo cha ulevi wake. Msichana hajaolewa, ni mlevi. Nikamwambia, nani kwenu ni mlevi? Walevi? Hapana. Nikasema, hii tabia ya ulevi wewe umepata wapi? Akasema, siku ya graduation ya form 4 walikuja na zile pombe za kwenye pakiti zinaitwaje wakati ule, zile zegi, wakaja nazo vijana wa kiume. Akasema tukaanza kunywa mpaka leo pombe imekolea. Nini kimesababisha? Lango la sherehe ya kumaliza form 4 imevuruga mfumo wa maisha yake, mpaka leo ni mlevi. Ni wangapi walijifunzia pombe wakati wa sherehe? Hilo lango kama halijaombewa linaweza kuvuruga maisha ya mtu. Sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikuonyeshe nyingine kwa mifano. Mathayo 27 utasoma kwa wakati wako, muda wetu umeenda. Mathayo 27. Ukianzia mstari wa 10, hebu soma mara moja mstari wa 15. Hebu angalia hapo mstari wa 15. Mathayo 27:15. Utaona kingine cha tofauti. Alafu utaelewa hili lango wale utacheza nao. Na kwa wale waombaji wenye mzigo. Una mzigo ndani. Inapotokea sherehe yote mtaani, usicheze na sherehe. Ni lango la kubadilisha maisha ya mtu. Au unaweza kuvuruga maisha ya mtu. Twende.
Mathayo 27:15. Basi wakati wa sikukuu. Basi wakati gani wa sikukuu? Liwali desturi yake huwafungulia mkutano mfungwa mmoja waliyemtaka. Basi palikuwa na mfungwa mashuhuri siku zile aitwaye Baraba. Basi walipokutanika, Pilato akawaambia, mnataka niwafungulie yupi? Yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Kwa maana alijua ya kuwa wamemtoa kwa husuda. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea mjumbe kumwambia, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Sawa. Nao wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Basi liwali akajibu akawaambia, mnamtaka niwafungulie yupi kati ya hawa wawili? Wakasema Baraba. Pilato akawaambia, basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote asulubiwe. Akasema kwani ni ubaya gani aliyoutenda? Wakazidi sana kupiga kelele wakisema, na asulubiwe. Basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji, akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Yaangalieni haya ninyi wenyewe. Inatosha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nilichotaka kuangalia ni mambo mawili. Jambo la kwanza, siku wakati gani? Jambo la kwanza, wakati wa nini? Sikukuu. Na katika sikukuu ya Kiyahudi, hii sikukuu tunaizungumza ni sikukuu ya Pasaka, wasomaji wa Biblia. Amina. Na sikukuu ya Pasaka ni adhimisho la Waebrania kutoka Misri. Pasaka ilianza Agano Jipya. Pasaka ilianza Agano la Kale. Kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 11 kwa wale wasomaji wa Biblia, na mlango wa 12. Wayahudi wakaenda na hiyo sikukuu. Kwa hiyo katika desturi zao, katika sikukuu hiyo lazima inapotokea wanaadhimisha wafungwa watolewe. Sasa ikafika mahali sikukuu hii ya Pasaka imekaribia. Akawaambia, jamani, nataka nimtoe mfungwa mmoja kama ilivyo desturi. Kwa hiyo nimtoe Baraba au nimtoe huyu Yesu ambaye mmemleta hapa? Watu wakasema hapana, tunamtaka nani? Baraba. Geuka upande wa pili sasa. Hebu chukua Baraba, ni mwanafamilia kweli. Hiyo siku hata kaa isahau. Ni lango la neema kwake. Jamani, Bwana asifiwe. Nenda kwa Yohana Mbatizaji, familia kina Yohana, hiyo sikukuu hawataisahau kwenye maisha yao. Nini? Ilikuwa lango la balaa kwenye maisha yao. Ukienda kwa Baraba ni lango la furaha kwenye familia kwao, lakini ukienda kwa lango lingine la upande wa wale walioteseka na hiyo sherehe hawataisahau, kwa sababu sherehe hiyo imeacha alama kwenye maisha ya kwao. Mimi nataka nizungumze wakati wa sherehe, na ukifuatilia wakati wa sherehe ndio wakati ambapo Yakobo aliuawa kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 12. Wakati ule ulipofika, Herode akamkamata tena nani? Petro. Wakati ule maana yake sherehe ni lango, inaweza kupitisha mazuri au inaweza kupitisha mabaya. Usisherekee tu kwamba mtoto wangu anaoa, usisherekee tu kwamba binti yangu anasendiwa. Angalia kwa macho mangapi? Mawili. Kuna mabaya au mazuri. Kama hilo lango halijaombewa, linaweza kupitisha machozi kwenye familia, linaweza kupitisha machozi kwa yule mwenyewe anayesherekea, kama mtu anayeoa au kama mtu anayeolewa. Usisherekee tu kwamba nakula pilau. Sasa pilau ni kichwa cha Yohana Mbatizaji. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini kilichobebwa na sherehe, hayo ndio tunayotaka. Watu wengi wanaangalia vyakula, wanaangalia vile ambavyo vitu vilivyoandaliwa mbele yao. Usiangalie nini baada ya sherehe, nini baada ya sherehe. Hicho ndicho tunachoangalia, nini kinachotokea baada ya sherehe. Na watu wengi
wamekula sherehe, ndio mmekula vizuri. Yaliyotokea baada ya sherehe ndio nyakati nyingine kwenye maisha yako. Sasa ile nyakati ndizo shetani anazolenga mbele. Shetani haangalii siku ya sherehe, anaangalia kitakachotokea baada ya sherehe. Unasema, mtumishi, unaongea kitu gani? Naongea hivi, kilichotokea yule binti Herode, sio watu wanaangalia kucheza, watu wanaangalia makofi yanayopigiwa siku ya sherehe, watu wanaangalia vile ambavyo, lakini yule binti maisha yake yangebadilika baada ya baba kutamka vile. Maisha yangebadilika, ile siku ingeombewa na mama yake angeombewa. Sikiliza, kichwa cha Yohana kinaoza, pilau inaisha, pilau kila leo, kesho imeisha, lakini wewe ufalme utadumu milele. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Moyo wangu unatamani mama ndani yako, haya malango ya nyakati uyaombe. Na bahati nzuri tuko mwanzoni mwa mwaka, ni lango. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na juzi nikasema katika mwaka huu wako watoto watafanya mitihani. Katika mwaka huu kuna sherehe nyingi zitapita, zingine za adhimisho, zingine za sherehe ambazo tunaanza sherehe. Ni malango yote ya nyakati. Wapendwa, tusiombee mbele za Bwana, tusiatamie adui asipitishe cha kwake. Vya Mungu vipite katika jina la Yesu, na Mungu akupe neema ya kulinda malango ya nyakati za kwako. Pokea kwa jina la Yesu ulinzi kwenye hayo malango. Pokea kwa jina la Yesu ulinzi kwenye hayo malango. Ikiwa ni la miezi, pokea ulinzi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ikiwa ni lango la siku, pokea ulinzi kwenye hilo lango katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Praise God. Maiki angalau kwa dakika chache tupeleke mioyo ya watu mbele za Bwana. Siwezi Bwana nisaidie, siwezi Bwana nisaidie, siwezi Bwana nisaidie, siwezi Ombea malango ya nyakati kwenye maisha yako. Ombea malango, ombea malango, ombea hiyo malango. Mwambie Bwana Yesu, ninatamia lango la masaa, ninaombea lango la siku, naombea lango ya misimu ya miezi kwangu. Nenda mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya ufunuo huu ambao tumepata, Bwana. Ninakwenda mbele zako, Bwana, kwa ajili ya malango, Bwana, ya nyakati kwenye maisha yetu, Bwana. Mungu mtakatifu, najua ya kwamba iko nyakati za wiki na miezi, Bwana, na miaka. Yako malango ambayo yanapitisha mambo kwenye maisha yetu, Bwana. Umesema kwa kila jambo na majira yake, Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa ajili ya lango linalopitisha vitu kwenye maisha yetu, Bwana, katika jina la Yesu. Kwa ajili ya watu hawa, Bwana, ninaombea malango haya ya nyakati kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lango hilo halitapitisha magonjwa, hilo lango halitapitisha madeni, hilo lango halitapitisha migogoro kwenye familia, hilo lango halitapitisha, Bwana, kufukuzwa kazi, hilo lango halitapitisha roho ya hasara na ufilisi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu tunaombea lango la sherehe, Bwana, tunaombea lango la sherehe, Bwana, katika jina la Yesu. Ikiwa ni sherehe za kuzaliwa, Bwana, ikiwa ni sherehe za kiserikali, ikiwa ni sherehe na sikukuu za kwenye familia, tunaziatamia, Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Katika hizo sherehe, Bwana, Yohana Mbatizaji hata chinjwa, Bwana,
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika hizo sherehe za familia, Bwana, mauti haitatokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu tunaombea malango yote ya sherehe, Bwana, malango yote ya sherehe, Bwana, yanayoleta nyakati mpya kwenye maisha ya kwetu, Bwana, tunayatamia kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hizo sherehe za kitaifa, hizo sikukuu za kitaifa tunaziatamia kwa damu ya Yesu. Ndoto za watoto wetu hazitakufa kwenye nyakati za sherehe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndoto za wanawake na wanaume hazitakufa kwenye nyakati za sherehe kwa jina la omba kwa ajili ya majira yenye nyakati, majira ambayo yako mbele yako. Ombea malango, ombea lango la sherehe, ombea lango la sherehe, ombea lango la masaa, ombea lango la masaa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hizo sherehe ambazo ziko kwenye familia, ziko kwenye nchi, zisipitishe mauti kwa jina la Yesu. Ambazo zitasherekewa katikati ya mwaka huo kwenye taifa letu la Tanzania, isipitishe mauti kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mapepo ya majini wanaosubiria tarehe za sherehe za azimisho mbalimbali kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ombea sherehe zote zitakazopita katikati ya mwaka huu zisipitishe mauti, zitakazoadhimishwa kitaifa na kwenye familia. Itokee tangazo la wafungo kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ombea hayo malango katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaombea malango yote ya sherehe, iwe lango la kuinuliwa, yawe malango ya kuinuliwa katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya sherehe ya taifa la Tanzania, sherehe ambazo zitaazimishwa kwenye tarehe za mwaka huu, Bwana, katika jina la Yesu tunaombea hizo tarehe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaombea hayo malango kwa damu ya Yesu. Adui hatapita kwenye lango la sherehe, sikukuu za kitaifa tunaziombea kwa damu ya Yesu. Shetani hatapitisha cha kwake katika jina la Yesu. Kwenye hizo sherehe hakuna vitu vitakavyoharibika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yale ambayo yamebebwa na hiyo nyakati ndizo zitakazopita. Maandiko nasema ya kwamba lango hili ni lango la Bwana, wenye haki ndio watakaopita katika jina la Yesu. Lango la Januari ni lango la Bwana, wenye haki ndio watakaopita katika jina la Yesu. Lango la mwezi wa pili ni lango la Bwana, wenye haki ndio watakaopita katika jina la Yesu. Lango la mwezi wa tatu ni lango la Bwana, wenye haki ndio watakaopita katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lango la mwezi wa nne ni lango la Bwana, wenye haki ndio watakaopita. Lango la mwezi wa tano ni lango la Bwana, wenye haki ndio watakaopita katika jina la Yesu. Lango la mwezi wa sita katikati ya mwaka ni lango la Bwana, wenye haki ndio watakaopita katika jina la Yesu. Lango la mwezi wa saba ni lango la Bwana, wenye haki ndio watakaopita. Lango la mwezi wa nane ni lango la Bwana, wenye haki ndio watakaopita. Lango la mwezi wa tisa ni lango la Bwana, wenye haki ndio watakaopita katika jina la Yesu. Lango la mwezi wa kumi ni lango la Bwana, wenye haki ndio watakaopita. Lango la mwezi wa 11 ni lango la Bwana, wenye haki ndio watakaopita. Lango la mwezi wa 12 ni lango la Bwana, wenye haki ndio watakaopita. Tunakataa mauti na vifo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai katika jina la Yesu. Ile lango la miaka kupishana tunaachilia damu ya Yesu. Hiyo ni lango la Bwana, wenye haki ndio watakaopita katika jina la Yesu. Tunakamata lango la masaa saa 1 mpaka saa 3, hiyo ni lango la Bwana katika jina la Yesu. Saa 3 mpaka saa 6, hiyo ni lango la Bwana, wenye haki
ajili atakaopita saa 6 mpaka saa 9. Hiyo ni lango la Bwana katika jina la Yesu. Wachawi hawatapitisha vya kwao katika jina la Yesu. Saa 9 mpaka saa 12 ni lango la Bwana. Hayo malango manne ni lango la Bwana. Adui hatapitisha cha kwake kwa damu ya Yesu. Asante Mwokozi wa milele katika jina la Yesu. Twende mbele za Bwana, omba kwa ajili ya mahitaji yako ulionayo, nini ambacho unataka Mungu akutendee. Wakati pia tunaomba kwa ajili ya mahitaji yaliyoandikwa madhabahuni. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako asubuhi ya leo, wako madhabahuni pako Bwana. Sio kwamba Mungu mtakatifu hawana kazi, wamekuja wana mahitaji yao Bwana. Naomba ukatazame mahitaji yao. Wako wanaolia kwa ajili ya ndoa zao, wako wanaolia kwa ajili ya biashara, wako wanaolia kwa kazi ya ujenzi, wako wanaolia kwa ajili ya watoto wao, wako wanaolia kwa ajili ya ada. Watoto wanatamani kwenda shule Bwana. Mungu naomba wasaidie na uwatetee Bwana. Kutana na hao walio wagonjwa, walioandika mahitaji yao. Yesu naomba wasaidie na uwatetee Bwana katika jina la Yesu. Mungu na akupe haja ya moyo wako Bwana Yesu, na akutetee na akupiganie na akupe haja ya moyo wako katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa sababu umekutana makaratasi haya, watu walioandika mahitaji yao umekutana nao katika jina la Yesu. Sifa na utukufu na heshima, adhama na enzi zina wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu. Na watu wote tuseme amen. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Karibuni basi kwa sadaka.